muhimu nchini inahitajika juu ya madhara ya kemikali za asbestos kwa wafanyakazi wa viwanda na wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya viwanda vinavyotengeneza bidhaa zitokanazo na asbestos ili kuepuka madhara mbalimbali kiafya kwa wananchi hao. Kutolewa kwa elimu hiyo kwa wananchi na wafanyakazi kutasaidia uelewa wa wananchi na wafanyakazi juu ya umuhimu wa kutumia vifaa vya kujikinga na athari za kemikali za asbestos kwa njia ya kuvuta hewa na kugusa. Mmoja wa wanakemia wa viwanda wastaafu anatoa maelezo juu ya madhara ya kemikali hizo kwa afya ya binadamu. Wanatumia one of the kemikali hatarishi, asbestos hasa. Ndio ambayo niliona imezagazaga ovyo na handling yake ni very poor, na wala watu hawajasema hawajui kama hiyo kemikali ni hatarishi. Hiyo asbestos kwanza wanasema inasababisha saratani. Saratani ni gani? Saratani. Yani cancer. Vile inaweza kuathiri mapafu. Mtu kadhania ana nini? Ana kifua kikuu, kumbe sio kifua kikuu. Kitu kingine inaweza ikareta magonjwa ya ngozi. Magonjwa ya ngozi. Kwa mfano kuna huo mwasho, kuna aina fulani ya viperepere inaweza kuleta hiyo. Ndio sababu pale nimesema kwamba hao vijana wakawa wanabeba. Nasema bwana, tunabeba bwana. Alafu bwana tunaosha mwili. Magonjwa ya ngozi. Kwa hiyo kwa ujumla inaweza ikathiri viungo vya mwanadamu vya ndani ya mwili na nje ya mwili wake. Kwanza inatakiwa kuna vifaa vya kuvaa. Tunasema protective gears. Hasa kwa ajili ya ile vumbi, kuvaa, kuziba kabisa mdomo na pua, na inawezekana na macho. Hii sehemu hii. Alafu vile wanatakiwa kuvaa zile nguo za mwili kama mzima hivi, kufunika mwili. Kufunika mwili. Kwa hiyo hata gloves zipo pale, dust coats lazima vae. Hivyo ni vitu muhimu vinavyotakiwa wavae wafanya kazi. Alafu inatakiwa wakachekiwe baada ya muda fulani. Kwa kweli pamoja na hivyo protective gears inabidi wakachekiwe hospitali. Ndio procedure hata nadhani OSHA, Occupational Safety Health Authority wanasisitiza katika sheria. Ni sheria hiyo. In fact imetungwa mwaka huu. Sheria imetungwa mwaka gani? Imetungwa mwaka 2003 kama sijakosea.